Fanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizi taarifa zetu zote mpya za kimichezo. Swala ni jepesi kabisa, mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, basi wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukubalisha moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama yote umekushaweza kufanya hivyo kwa kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na mchezo huu mkubwa wa Kariakoo Derby kati ya timu ya Simba Sports Club dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Ayawe bwana, sasa yameweza kuwa hatimaye Kariakoo Derby tunakwenda kushuhudia katika dimba la New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, kati ya timu ya Simba Sports Club wakicheza dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, na hii ikiwa ni finali ya kombe la Muungano Cup. Sasa ni nani hapa kuweza kuibuka na kombe hili la Muungano Cup lenye thamani ya shilingi milioni 150 za Kitanzania? Tusubiri mpaka ndani ya dakika 90 kuweza kuona nani ambaye atakuwa bingwa wa kombe hili la Muungano Cup. Lakini kwa upande wa timu hizi mbili zinakutana kwenye michezo mitano ya mwisho ambapo zimeweza kukutana kwenye michuano mbalimbali kati ya Simba Sports Club pamoja na timu ya Yanga Sports Club. Yanga Sports Club yeye ameweza kuibuka kuwa mbabe kwenye michezo minne ambayo timu hizi mbili wameweza kukutana, akipata ushindi kwenye michezo minne huku mchezo mmoja ukiwa ni sare. Lakini kwa upande wa timu ya Simba Sports Club wameendelea kuwa mraibu ama mteja mbele ya timu ya Yanga Sports Club kwenye michezo mitano ya mwisho, akipoteza michezo minne na akipata sare mchezo mmoja, mchezo ambao ulikuwa ni wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara uliofanyika hapo kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Simba Sports Club walitawala mchezo ule kwa asilimia kubwa, lakini hawakuwa na bahati ya kuweza kupata ushindi na hatimaye matokeo yalimalizika kwa sare na mchezo ukatamatika hivyo, kila mmoja akiweza kugawana alama dhidi ya mwenzake. Sasa huu ni mchezo mwingine na safari hii wanakutana miamba hawa katika kombe la Muungano Cup ambapo Simba Sports Club anakwenda kucheza na timu ya Yanga Sports Club. Sasa twende tukatazamie namna ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Simba bwana Steven Mbeka atakwenda kuanza kwenye mchezo wa siku hii ya leo dhidi ya timu ya Yanga Sports Club kwenye kile kikosi chake cha kwanza. Je, kocha huyu ataingia na wachezaji wa namna gani ama wachezaji gani ambao watakwenda kuanza moja kwa moja kwenye kikosi hiki cha kwanza ambacho kitakwenda kuanza kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby dhidi ya timu ya Yanga Sports Club katika finali ya kombe la Muungano hapa visiwani Zanzibar. Lakini kabla sije kusogezea kikosi hiki, naomba niendelee kukumbusha jambo la kimsingi mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, basi utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kupata kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukubalisha moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie juu ya kile ambacho nimeweza kukugusia hapo awali. Sasa twende tukaangazia haraka kikosi ambacho pengine kocha mkuu wa klabu ya Simba bwana Steven Mbeka atakwenda kuanza nacho siku hii ya leo kwenye mchezo muhimu wa kombe la Muungano kwenye hatua ya finali. Kwa upande wa golini hapa tegemea kumuona golikipa Djibril Kasali baada ya kuweza kukosekana kwenye michezo kadhaa ya kombe la Muungano. Hatimaye tegemea kumuona golikipa huyu akirejea kwenye kikosi cha kwanza na akisimama vyema kwenye milingoti mitatu ya timu ya Simba Sports Club kuhakikisha hakuna mpira wowote utakaopita kuelekea kwenye nyavu zao na kulieka lango la timu ya Simba mikono salama. Djibril Kasali ni miongoni mwa golikipa ambao amekuwa na performance ya juu kadri siku zinavyozidi kwenda na kuaminiwa na kuanza kwenye milingoti mitatu chini ya kocha Steven Mbeka, na golikipa huyu Djibril Kasali amekuwa na deliver kile ambacho kocha anahitaji ndani ya dakika 90. Hivyo tegemea kumuona golikipa huyu Djibril Kasali akienda kuanza kwenye kikosi hiki. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tegemea kumuona mchezaji Shomari Kapombe akienda kuzima hapo katika eneo la beki nambari 2. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 tegemea kumuona mchezaji Nixon Kibabage akienda kuzima kwenye eneo la beki nambari 3 kwenye kikosi hiki. Lakini kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 tegemea kuwaona wale wachezaji wawili ambao tumezoea kuwaona wakianza kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Hapa namzungumzia Ismail Topa pamoja na mchezaji Rushan Diruku akienda kuzima kwenye eneo la beki za kati. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa tegemea kumuona Yusuf Kagoma akienda kuzima kwenye eneo la kiungo nambari 6 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 tegemea kumuona mchezaji Liba Segue mara baada ya kukosekana kwenye mchezo uliotoka kumalizika zaidi ya Mlandege. Sasa tegemea kumuona hapa akianza kwenye kikosi hiki cha
kwanza dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemea kumuona mchezaji Nyuma Emma akienda kuzima kwenye eneo la kiungo nambari 8 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara tegemea kumuona Gomez Suleiman Mwalimu akiendelea kuzima kwenye eneo la ushambuliaji kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa eneo la kiungo nambari 10 tegemea kumuona mchezaji Kratos Chama akienda kuzima kwenye eneo la kiungo nambari 10 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Simba ambacho kitakwenda kuanza dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Lakini kwa kumalizia na eneo la mchezaji wa mwisho nambari 11 hapa tegemea kumuona mchezaji Anicent Oura akienda kuzima kwenye eneo la winga ya kushoto akitokea pembeni ya mapana ya uwanja. Hiko ndio kikosi ambacho naamini siku hii ya leo kocha mkuu wa klabu ya Simba bwana Steven Becker atakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Yanga Sports Club kwenye finali ya kombe la Muungano Cup inayofanyika hapo visiwani Zanzibar. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana hiki? Njoo tuandike kupitia sehemu ya comment bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.